tunajifunza habari ya vizuizi vya kuishi mamlaka. Na jana tulianza kuangalia kizuizi cha kwanza ambacho kilikuwa ni hofu. Tulizungumza kama utangulizi, na tutasoma lile andiko mama ambalo tulilisoma jana. Fungua pamoja nami kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 na mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana asifiwe. Sasa tukisema hofu tuna maana gani? Kwa sababu hofu sio maisha ya kitawala. Mtu yeyote aliyepewa nafasi ya kutawala, kuna kitu kinatakiwa operate ndani yake, kinaitwa hofu. Sasa hofu ni nini? Hofu ni hali ya kukosa kujiamini, pale ambapo hakuna hali ya ujasiri wowote. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye hofu ni yule ambaye moyo wake uzimia anapokabiliana na mambo. Moyo wake ufa, moyo wake utetemeka, moyo wake huwa mnyonge, huwa anakumbwa na kitu kimoja kinaitwa udhaifu. Moja ya kitu unatakiwa uelewe kwamba hofu ni ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana palipo na hofu kuna hali ya kutokuweza. Inaanza kutokea hali ya kutokuweza kiakili, hali ya kutokuweza hata kinguvu, hali ya kutokuweza hata kimawazo, hali ya kutokuweza hata kimaneno. Huu ni ugonjwa ambao ukienda hospitali hauna dawa. Tiba ya hofu iko kwenye madhabahu ya neno. Mganga wa kienyeji hawezi akakoroga tunguli yoyote mtu atoke na hofu. Ukienda kwenye medication, hakuna tiba inaweza kukutenga na hofu, ila huwa wanajaribu kuambia tafuta mtu akushauri, jitahidi kupumzika, ondoa mawazo. Oh God. Kwangu mimi, nilipoangalia kwa macho ya kiroho, nikaona moja ya ugonjwa mbaya kwa wanadamu na hata watu walioitwa kwa jina la Bwana, kuna kitu kinaitwa hofu.
Sema kwa jina la Yesu. Hofu hauniwezi. Hofu ya namna yoyote hautakaa kwangu. Niko kinyume na wewe kama nilivyo kinyume na maadui wengineo wote wa Mungu. Hivyo sina shauri la kukaa na wewe. Hakuna mahali ndani yangu pa hifadhi yako sasa na milele, katika jina la Yesu. Kwa Mungu Baba anasema, mimi sijawapa roho ya woga. Anasema bali nimewapa roho ya kwanza. Anasema nimewapa roho ya nguvu. Hii roho ya nguvu ndiyo inayosimamia uwezo wa kudhihirika kwenye mamlaka za kiungu. Kwa anasema nimewapa roho. Unajua Biblia ikwambia nimekupa roho, ina maana amekupa kitu ambacho uhitaji kufikiri ili ukitendee kazi. Uhitaji kufikiri. Yaani kile kitu kama ni roho kimeungwa na wewe na kuwa wewe, na amna namna ya kutafuta jitihada nyingi ili ukifanye hicho kitu. Kwa Bwana anasema mahali palipopaswa au palipokuwapo na hofu, mimi nimekupa roho ya nguvu. Anasema tena nikakupa roho ya pendo. Tena nikakupa roho ya utulivu. My Lord. Anasema tena nikakupa roho ya akili njema. Na ya tano anasema nimekupa roho ya nidhamu. Kwa hiyo hofu haina mahali pake kwenye maisha yako. Mungu anapokuangalia ameweka utajiri mwingi ambao unasababisha hofu iwayo yoyote isipate nafasi yoyote wakati wowote kwenye siku za maisha yako. Sikiliza. Bible inapoandika sikukupa roho ya hofu, inajua pia mazingira yako. Lakini pamoja na mazingira hayo yote, bado Bible imekuweka mahali ambapo hautaogopa ijapo mazingira ya kila hali yako mbele yako. Ndio maana wewe ni tofauti na viumbe. Mwambie jirani yako, wewe ni tofauti na viumbe. Tutasoma tena kidogo. Fungua pamoja nami Mithali 1:33. Ameshafika, tusome. Bali kila anisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuogopa mabaya. Kwa hiyo Bible, oh God, inaanza kutuonyesha kwamba sasa kila anaye msikiliza Baba, huyu mtu atakaa katika hali ya kutulia, kwa sababu ameshakupa roho ya utulivu katika jambo lolote unalokabiliana
unakabiliana nalo, huwezi kupata akili sahihi ya kutengua hilo ukiwa kwenye hofu, lakini utapata akili sahihi ya kutengua hilo liloko mbele yako ukiwa katika utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema naye atatulia bila kuogopa mabaya. Kwa unapoona kuna baya alafu umetulia, ujue hofu imekufa ndani yako. My Jehova, ukiona mabaya ukapaniki, ukaona mabaya ukanywea, ukaona mabaya ukawa dhaifu, ukawa mnyonge, ukakata tamaa, ukaanza kugeuza kisogo, ujue hapo hofu ipo. Na Bwana anasema sikukupa roho ya hofu, sikukupa roho ya hofu. Nataka usonge mbele, ondoa hilo baya. Hilo baya aliko mbele yako ili uliogope, hilo baya aliko mbele yako ili uliondoe. Oh God. Sikiliza, tutasoma maandiko ili tuweze kuona. Fungua pamoja nami Marko 11 na mstari wa 23. Amin nawaambia, yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mlima ni nini? Sasa anapozungumza swala la kung'oa milima, azungumzi kwenye juu ya physical milima. Anasema amini nawaambia, yeyote atakaye uambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka, yani asione hofu moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yamekuwa ya kwake. Bwana asifiwe. Sasa tunapoangalia sababu kwa nini Bwana anasema sikuwapa roho ya hofu, kwa kuwa unaposoma yale maandiko ina maana unapokutana na mlima utakiwi kumuita Bwana auondoe mlima, kwa kuwa kila kinachoondoa mlima tayari anasema nimekupa. Kwa mbingu inatazamia mlima wowote ulioko mbele yako, unaweza kuukabili na unaweza kufanya vile ambavyo ndani yako umekusudia kufanya. Mbingu inapokutazama inajua kabisa unapoona mlima hautalia. Mwambie jirani yako, ninapoona mlima sitalia. Mbingu inajua unapouona mlima hautalalamika, kwa sababu kilio aking'oi mlima. Na pia malalamiko hayang'oi mlima, huzuni ya kutosha haing'oi mlima, vikao having'oi milima. Lakini kuna kitu kinaondoa mlima. Ina maana kuna maneno ya mtu asiye na hofu. Mlima unasikia, lakini unasikia maneno ya mtu asiye na hofu, kwa sababu
utauambia mlima. Kwa hapa adui sio mlima, kwa sababu mlima ni kitu kidogo sana kama hauna hofu. Lakini ukiwa na hofu, mlima unageuka kuwa kitu kikubwa, kwa sababu kama kuna hofu, mlima huwezi kuondoa kwa njia yoyote. Utaona mtu mwenye hofu, oh God, anaanza kuusifia mlima. Mlima ulimuua shangazi yangu, ulimuua mjomba wangu, ulimuua kaka yangu. Mtu ambaye hana hofu anaanza kuona mlima sio kitu cha kuzungumzia. Anayezungumziwa ni Bwana aliyeweka uwezo ndani yangu kuondoa mlima. Huo mlima unapaswa kujua aliye ndani yangu ana nguvu kuliko mlima wote ulioko kwenye hali yoyote kwenye ulimwengu wangu. Naongea na watakatifu. Bwana asifiwe. Milima iko ya aina nyingi, na ukiangalia kila mtu hapa na ulimwengu wake, lakini hakuna mlima unatakiwa usurvive. Hakuna mlima unatakiwa uende mbele za Bwana ukaanza kumhadithia, Bwana, mlima huu baba umenichosha, mlima huu baba uondoe. Yesu anakuambia, ni uondoe vipi? Uweza wa kuondoa mlima uko ndani yako. Wewe unatakiwa useme juu ya huo mlima, lakini lazima hofu ife. Nasema lazima hofu ife. My God. Kumbe tunapokosa hofu, lugha yetu sio kama ya wanadamu, maneno yetu sio kama ya wanadamu. Tunapokosa hofu, maneno yetu, hakuna kiumbe chenye uharibifu kinakosa kusikia lugha yetu na maneno yetu. My Lord, nataka nikwambie, kizuizi chochote kilichoko mbele yako, kama hauna hofu, hicho kizuizi utakapokiambia kitasikia na kutii na kuachia maisha yako na kukimbia mbele zako. Wewe sio mjomba wako. Hata kama hicho kilichoko mbele yako kilikaa kwa mjomba wako aliondolewa na hicho, lakini wewe hauna asili ya mjomba wako, hauna asili ya baba yako. Wewe una asili ya Kristo Yesu. Ameweka ndani yako asili yake, na milima yote inakusikia kwa jina la Yesu. Sikiliza, haijalishi hiyo milima imejirudia kiasi gani, haijalishi idadi yake, haijalishi inafananaje, haijalishi imeshafanya nini, lakini nawaona watu wasio na hofu usiku wa leo wakiambia milima ili ondoke kwenye maisha yao. Oh God. Mlima haubembelezwi. Hapana. Usikubali ukaweka turubai kuulilia mlima. Utaondoa machozi yote, lakini mlima hauna connection na machozi. Mlima una connection na neno ambalo halina hofu. Hautakiwi kufenti wala kuwa dhaifu wala kutokujiamini ukiona mlima. Unapoona mlima, oh God, nguvu zako lazima ziwe nyingi. Oh Jehova. Oh, nafsi yako inainuka. Unaanza kuona, mimi nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Nimeumbwa kabla ya milima haijakuwepo. Milima inanijua, oh Jehova. Na hii milima kwa sababu inanijua
imeinuliwa na leo haitasimama kuwa kikwazo cha mimi kwenda. Milima yote na iadabisha na initii sauti yangu. Milima yote na ianguke na ijitupe yenyewe, ili hatua ya shuhuda iweze kutokea mbele yangu. Oh Jehova, mlima ni mambo magumu. Mambo magumu. Mtu umetumia fedha, hayasikii. Umetafuta washauri, hayasikii. Umetumia dawa, hayasikii. My God. Oh Jehova. Lakini Bwana asemi kwamba huo mlima umekuwa ni kitu ambacho ni teso la maisha. Lakini Bwana ana kauli moja kwako, na jioni ya leo anasema huo mlima hauwezi kuhimili sauti yako isiyo na hofu jioni ya leo. Oh God. Unapoutazama mlima, ndipo utakapouambia hautaonekana tena, hautaonekana tena, hautaniliza tena, hautaniharibu tena, hautanikosesha usingizi tena, hautanitesa tena. Mwisho wako umefika. Neno moja la mtu asiye na hofu, mlima unang'oka kutokea kwenye shina lake. Na ukishang'oka, hamna namna nyingine utamea hapo, hamna namna nyingine utatokea upande wa pili, hamna namna nyingine. Oh God, utajitupa mahali ambapo kumbukumbu lake halitaonekana. Biblia inasema na huo mlima ukatupwe juu ya bahari. My God. Ina maana unapoambia mlima bila hofu, utatupwa mbali na wewe, mbali na watoto wako, mbali na ndoa yako, mbali na biashara yako. Hakuna namna utajikusanya tena urudi kwenye maisha yako. Na hilo ndilo agano la watakatifu mbele za Bwana katika jina la Yesu. Unahitaji kuelewa kuwa kiumbe kipya sio namna ya kuishi maisha ya majaribio. Lazima uone mambo ambayo ulikuwa unayaogopa, sasa hivi yanakuogopa. Yanakuogopa. Hivi naongea na watakatifu. Mambo yaliyokuwa yanakutetemesha, sasa hivi akikuona yanatetemeka. Hayawezi hata kuangalia usoni, hayawezi hata kusemesha, hayawezi hata kusogelea, kwa sababu wanajua oh, neno lako bila hofu ni kama Mungu amesema. Wanaposikia mtu mwenye bila hofu akisema, wanasikia ni kama Mungu amesema. Wanashindwa kutofautisha kwamba ni huyu wa kale ameongea au ni yule wa milele ameongea. My God. Kwa kunaanza kutokea bila hofu, kunaanza kutokea neno lako ni sawa na la kwake. Ndio hapo tunasema nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani. Lolote mtakaolifunga duniani limefungwa mbinguni. Bila hofu. Ndivyo madhihirisho. Unachokifunga hapa, unachokiondoa hapa, kimeondolewa. Jehova Nisi. Mpigie Bwana kelele na sifa. Nisikie kelele za kutosha kwa Bwana. Haleluya. Sikia. Hofu au milima. Hofu ziko za aina nyingi. Kuna aina nyingi za hofu. Inategemea pia mfumo wa maisha yako. Na hofu zinatofautiana kati ya maisha ya mtu na maisha.
kuna hofu nyingine utazikuta kwa huyu na kwa huyu hazipo. Nitataja baadhi ya aina za hofu. Hofu ya kwanza ni hofu ya historia ya nyuma. Kwamba kuna mambo yalitokea, yamewahi kutokea hapo kitambo, hapo nyuma. Unapoenda mbele, unaanza kuhofu kwamba hayo mambo yatakuja mbele yako. Na jana tuliongea kitu kimoja very sensitive kwenye Ayubu 3:25. Tukasema lolote unalolicha hilo litakupata, na lolote unalolionea hofu litakujilia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba unielewe, kuna hofu ya historia ya nyuma which is very bad. Kuna kile kiwango kinaitwa kufanywa upya akili. Akili yako isipotoka kwenye historia, utabeba mambo ya historia, utayaleta sasa na utayaleta kesho yako. Kwa kuna yale mabaya yametokea, lazima ukubali kufa juu ya hayo. Usije ukakubali kuanza kuyaona. Sema kuyaona. Kuanza kuyaona kwamba yatatokea. Unawaza yatatokea, unasema yatatokea, moyo wako unaenda mbio, yatatokea. Biblia inasema lolote unalolionea hofu litakujilia. Kwa historia imepita, na kama historia imepita, zika historia na mambo yake. Kubali kwenda utukufu hata utukufu, neema hata neema, nguvu hata nguvu. Usikubali kushikwa na mambo ya zamani. Mtu anaanza kuona kwamba mimba yangu iliyoharibika, sasa nina mimba mpya. Naanza kurelate mimba ya zamani na mimba mpya, kwamba kama mimba ya zamani ilivyoharibika, basi na hii itaharibika. Naanza kusikia kuharibika, naanza kuota kuharibika, naanza kuwaza kuharibika, naanza kujisikia kuharibika. Ndipo adui anapopata nafasi. Kwa kuna mambo ya historia usikubali kuyaleta. Mambo yaliyoshapita, yaliyoshakufa, unafukua makaburi, unaanza kuyaishi. My God, kuna mambo mapya tayari yamefunuliwa, mambo mapya yamepambazuka, mambo mapya yamefunuliwa na Bwana. Ishi mambo mapya ili uweze kuona utukufu wa ushindi katika Kristo Yesu. Kwa historia zikija, kwa njia ya mawazo, ndio hapo tunasema angusha mawazo. Usikubali kuentertain hayo mawazo ukaanza kulia, jamani itanitokea kama ilivyokuwa. No, nataka nikwambie, wazo likija unaliua, tena unaliua vibaya kwa kuliangusha, livunjike vipande vipande na likose mahali pa kujiunga ili usonge mbele. Ulipata hasara, ndio ulipata hasara. Sasa umeingiza mtaji mwingine. Unahitaji usichukue historia. Hapa mambo yote ni mapya. Songa mbele upate faida. Usirudi kwenye hasara, kwa sababu hasara haisemi tena itakupata.
My God. Bible inasema mambo mabaya hayatatokea mara ya pili kwenye maisha yako. My God. Roho wa Mungu anasema na mtu mmoja, hakuna historia itakayojirudia kwenye maisha yako. Hakuna historia mbaya itakayojirudia kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Na usiku wa leo na kutoa kwenye historia. Maana hatuishi kwa historia, tunaishi kwa kila neno. Kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Ndio maana unaona wakati Mungu anawapa Israeli mana, alikuwa anawapa mana, fresh mana every day. Walipolazimisha kuweka, wakakuta haifai kuliwa kwa sababu Mungu amekutoa kwenye zamani, sasa anatangaza mwanzo mpya, mwanzo wenye utukufu. Bila hofu, usiogope chochote. Historia iko mbele yako, Bwana iko mbele yako. Historia iko mbele yako, nuru iko mbele yako. Historia iko mbele yako, uzima uko mbele yako. Historia iko mbele yako, rehema ziko mbele yako. Usiku wa leo tunayaua mambo ya zamani kwa jina la Yesu. Tumekataa kuyaishi mambo ya zamani. Tunakataa kusikia harufu ya mambo mabaya ya zamani. Tunakataa ule ubaya kukumbatia uwe mbele yetu tena. Jehova, kuna mambo mapya tayari yametokea. Bwana ameachilia jambo jipya, ameachilia utukufu mpya, ameachilia neema mpya. Hautashikiliwa. Piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Sema, ewe Roho Mtakatifu, asante kwa neema yako. Historia haina nguvu juu yangu. Historia haitaongea. Historia haitanivuvia. Historia haitanidanganya. Historia haitaniibia hatima mpya. Historia haitaniulia kilicho chema. Piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Imetosha, imetosha. Hakuna namna unaitazama historia. Hakuna namna umebaki kuweka macho yako kwenye historia, bali macho yako umeyageuza kwa Bwana, ili mapya yazaliwe, ili mwendo mpya uwepo, ili nguvu mpya ziwepo, ili neema mpya iwepo, matokeo mapya yaje. Shukuru Bwana kwa ajili ya neema yake. Mwambie Bwana asante, maana historia imepita. Historia imepita. Mambo ya wazazi wangu, mambo yaliyopita, mambo imepita katika jina la Yesu Kristo. Hayatanijiria, hayatarudi tena, hayatarudi tena. Historia zote zimeisha. Na nyamazisha sauti zote za historia kwa jina la Yesu. Yale mabaya yaliyowahi kutokea, sauti yake haitaingia kwenye masikio ya moyo wangu kwa jina la Yesu. Sauti yake haitanitesa. Sauti yake sitaifanyia kazi. Ewe sauti ya historia, kufa ndani yangu kwa jina la Yesu. Napoteza muunganiko. Sema juu ya sauti yako, napoteza muunganiko. Napoteza muunganiko kati ya moyo wangu na maneno yako kwa jina la Yesu. Ewe historia na kazi zako mbaya, maneno yako sitayala, 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 sitayameza, sitaangalia kwa jina la Yesu. Kila maneno na lugha yako haina maana, haina maana moyoni mwangu. Piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Sikia, nakuomba. Nataka uongee, maana hauna hofu.
Mwambie jirani yako sina hofu. Sina hofu. Mwambie kwa sauti sina hofu. Nataka uisemeshe milima. My God. Kila mlima lazima uondoke. Lazima uondoke. Kila mlima kwenye ndoa, kila mlima kwa watoto wako, kila mlima kwenye ofisi yako, kila mlima kwenye utumishi wako, kila mlima wa afya, kila mlima wa ndoa, mlima wowote kwa jina lake hautaweza kusurvive tena. Haijalishi mlima una rangi gani na uliwahi kufanya nini na umekusudia nini, lakini usiku wa leo maneno yako yasiyo na hofu ni kipimo. Ni kipimo juu ya size ya mlima wao wote. Hata kama ni mrefu usioona mwisho, lakini huo mlima leo unaanguka na kung'olewa na kujitupa wenyewe mbali na maisha yako. Anasema uamuru, uambie ung'oke na ujitupe wenyewe baharini. Ina maana huo mlima unakwenda kuangukia mahali ambapo hakutakuwa na direct contact na macho yako. Hata siku ukijaribu kuwaelezea watoto wako, nilikuwa na mlima huu hapa, hakuna evidence. Hakuna evidence. Kwa sababu huo mlima hakuna mahali una kumbukumbu lake. Oh Jehova, na waona wang'oa milima usiku wa leo. Na waona wang'oa milima usiku wa leo. Nasema na waona wang'oa milima usiku wa leo. Kila mtu kwenye ulimwengu wake, nataka uanze kung'oa kila mlima. Nataka uanze kung'oa kila mlima. Mlima hutaki kubembeleza. Mlima hutaki kulia. Mlima unataka sauti yako. Sema bila hofu. Sema kwa nguvu katika jina la Yesu. Nataka useme juu ya sauti yako. Sema kwa jina la Yesu. Natangaza leo urithi wowote wa milima ninang'oa kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu, mapando ya milima ya urithi inayozonga maisha yangu, kwa mamlaka ya Kristo Yesu, ninaing'oa hii milima. Urithi wowote wa milima ninaung'oa juu ya watoto wangu kwa jina la Yesu. Urithi wa milima ya magonjwa, Baba, kwa neema yako ninaing'oa hiyo milima. Milima ya urithi ya umasikini, ufukara, uhitaji, kukosa, hasara, kupoteza. Bwana, usiku wa leo ninang'oa hiyo milima kwa jina la Yesu. Bwana, nakataa nami niking'oa milima ya kukataliwa, milima ya kurithi ya kukataliwa, milima ya unyonge, milima ya maonezi, milima ya kuhukumiwa, naing'oa leo kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, usiku wa leo ninang'oa kila milima iliyopandwa ili kuleta aibu kwenye maisha yangu, milima iliyopandwa ya kuchoka na kukata tamaa, ninaing'oa kwenye macho yangu kwa jina la Yesu. Bwana, milima yote iliyopandwa ya kuanza na kushindwa kukamilisha, nakataa hiyo milima kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, maapizo yote ya milima iliyokusudiwa vizazi na vizazi, natangaza leo kuing'oa na kuitupa baharini. Watoto wangu hawa
nimezungukwa na hii milima. Kwangu hapa ni mwisho na ni ukomo kwa jina la Yesu. Anza kusema juu ya milima ya kurithi. Sema katika jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Na nataka useme juu ya sauti yako. Sema kwa jina la Yesu. Ewe roho wa neema. Sema ewe roho wa neema. Kama vile neema yako ishivyo juu yangu na juu ya watoto wangu na juu ya watoto wangu hata kizazi cha 4, usiku wa leo nainua kipimo dhidi ya kila mlima kwa jina lake, kwa jina la Yesu. Nasimama mbele zako kama mhukumu mwenye mamlaka kuhukumu milima ya mazoea kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Nang'oa milima ya mazoea inayong'ang'ania maisha yangu. Nang'oa milima ya roho ya dini inayozunguka maisha yangu. Roho za milima ya dini inayoninyima kuruhusu kazi za Roho Mtakatifu. Roho za dini zinazoninyima kukutolea, kukutumikia. Roho za dini zinazoninyima kuvuna roho. Usiku wa leo ninang'oa hiyo milima kwa jina la Yesu. Nang'oa milima ya ukawaida kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Nang'oa milima ya uzito wa maombi, uzito. Mko chini, nataka useme juu ya sauti yako. Sema kwa jina la Yesu. Nang'oa milima ya uzito wa maombi, uzito wa kutafakari, uzito wa kusoma neno, uzito wa kusikia neno, uzito wa kulitenda neno kwa jina la Yesu. Ninang'oa leo milima ya usahaulifu juu ya neno lako kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninang'oa leo kila mlima unaoitwa usahaulifu kwa jina la Yesu. Niko tayari kusahau shida, lakini siko tayari kusahau neno lako. Ewe mlima wa kusahaulisha, leo na kung'oa mbele yangu kwa jina la Yesu. Ewe mlima wa umimi, mlima wa umimi, na kukataa kwa jina la Yesu na kuadabisha. Ewe mlima kiburi, ondoka kwangu kwa njia yoyote, kwa namna yoyote, na kukataa. Anza kukataa kwa jina la Yesu. Kataa.